Leo tumewaita ili kuwajulisha Watanzania mambo kadhaa ya muhimu, lakini jambo kubwa sana ni kwamba tarehe 23 kuanzia tarehe 23 mwezi wa 3, siku chache kutoka leo, viongozi wakuu wa chama rasmi sasa tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima tarehe 23. Na katika kalenda yetu ya mipango, kwa jinsi tulivyopanga, tutaanzia rasmi kanda ya Nyasa na mkutano wetu wa kwanza ambao utawahusisha viongozi wakuu wote, wenye viti wa mabaraza yetu ya chama, wazee, wanawake na vijana, wajumbe wa kamati kuu, secretariat. Mkutano wetu wa kwanza tutaufanyia katika jiji la Mbeya tarehe 23. Utakuwa ni mkutano wa kwanza toka viongozi wakuu tumechaguliwa na wanachama wa chama hiki nchi nzima. Uchaguzi uliofanyika tarehe 22 Januari. Unaweza ukaona hapa katikati ni takriban siku 60 toka tumechaguliwa mpaka siku ambapo viongozi wakuu wataanza ziara ya mikutano ya hadhara. Sasa hapa katikati tulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji viongozi wakuu kuketi, kuyatafakari na kuyafanya kimkakati kabisa. Kwa hivyo mara tu baada ya kuchaguliwa tulikuwa na retreat ya viongozi wakuu, wajumbe wa kamati kuu, secretariat. Tulijifungia kwa siku takriban 6 pale Bagamoyo, na katika kujifungia kule ilitupelekea kutengeneza mpango kazi wa chama baada ya kuwa tumeyapokea maazimio ya mkutano mkuu uliotuchagua pamoja na baraza kuu. Ilibidi kutengenezea mpango kazi, na kikao cha Bagamoyo kilitupa maeneo makuu matatu ya kufanyia kazi. Eneo la kwanza, kupigania na kuyatafuta mabadiliko, na hivyo tulitengeneza mpango kazi wa operation vuguvugu letu ambalo tunalita no reforms no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tulikubaliana kwa pamoja kwamba tutayapigania mabadiliko mpaka tuyapate. Jambo la pili ni stronger together. Viongozi wakuu na kamati kuu tulikubaliana kwamba tunahitajiana wote. Tumemaliza uchaguzi, tunahitajiana wote, na hivyo tunahitaji kuponyeshana majeraha. Kwa hivyo tulijifungia na tukatengeneza mpango, na hivi majuzi kwenye kikao cha kamati kuu ya juzi tumeunda caucus ya wazee ambayo itatuongoza sasa kwenye kuratibu swala la kuponyana majeraha. Na jambo la mwisho ambalo katika matatu ambayo ndani ya kipindi hiki tulikuwa tunafanyia kazi ni chama kiendeshwe na wanachama. Chama kiendeshwe na wanachama, kwa maana wanachama wachangie chama chao, Tanzania wanaopenda mabadiliko wachangie chama chao. Kwa hiyo kupitia eneo hili tukaanzisha program inaitwa Tone Tone, ambayo Watanzania wameitikia na wameipokea kwa nguvu sana. Lakini pia ndani ya hizi siku 60 tumefanikiwa kuunda secretariat ya chama kwa maana ya wakurugenzi. Hivyo tuna wakurugenzi wapya tayari wameshaanza kutimiza wajibu wao. Wataalam ndani ya chama wanatimiza wajibu wao, lakini pia tulifanikiwa kuteua makatibu katika kanda zetu 5, makatibu wa kanda katika kanda zetu 5. Lakini jambo kubwa sana ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku 60 mpaka tunapokwenda kufanya mkutano wa hadhara, tumefanya mafunzo ya uongozi. Yalikuwa ni mafunzo ya muhimu sana kwa sababu viongozi wakuu tulihitaji kukutana na viongozi wenzetu kwenye ngazi ya kanda ili kuwapa vision, maono ya uongozi huu mpya, nini tunataka. Kwa hiyo tukakutana na viongozi kamati kuu yote, viongozi wa kwenye kanda, wenye viti wa kanda, makatibu wa kanda, kwa siku 3 kupata mafunzo ya uongozi, ABCs of leadership. Kwa hivyo hizi siku 60 zimekuwa zenye heka nyingi. Tumekutana na makundi mbalimbali, wadau kimkakati, kwa lengo la kuimarisha haya maeneo makuu matatu ambayo nimeyataja: no reforms no election, stronger together, pamoja na
chama kuendeshwa na wanachama tone tone. Sasa tarehe 23 mkutano wetu wa kwanza ambao mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lissu ndiye atakayetuongoza, viongozi wakuu wote, makamu Zanzibar, makamu bara, naibu Zanzibar, naibu bara, wajumbe wa kamati kuu, tutakutana wote Mbeya, na tutakuwepo kanda ya Nyasa kwa mpaka tarehe 29. Tutakuwepo kanda ya Nyasa mpaka tarehe 29. Kanda ya Nyasa ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa tutakuwepo tarehe 23 mpaka tarehe 29 katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa yote. Sasa katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi. Katika mikutano yote hii lengo letu kwanza ni kuelimisha. Na ninawaomba sana ndugu wanahabari ambao tutakuwepo pamoja nanyi katika msafara huu, ninawaomba punchline zenu zilenge kuelimisha. Tunataka tuelimishe kile ambacho sisi tunakiamini kwa kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili, mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga, tu graduate. Sasa hivi no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko sasa. Kwamba ni mabadiliko gani tunayataka sasa. Kwa hiyo tuanze kuyazungumza. Tunaposema mabadiliko kwenye katiba, tuanze kuyasema sasa kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake, utendaji kazi wake, haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo, kwamba katiba yetu iondoke kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundombinu. Katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio universal standard, kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu, population quota, ili kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza. Matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa, dosari za uchaguzi zinatokea, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ninyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura. Zile karatasi feki za kura, hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi. It is obvious, it goes without saying kwamba ni mamlaka hizo ndio wanaochapisha zile karatasi. Sasa karatasi za kura feki zinakutwa vituoni. Halafu anasimama waziri mwenye dhamana, anatuambia Watanzania wote milioni 60 kwamba uchaguzi uko sawa, umeenda vizuri. Haya ni matusi. Ni kama vile unaona Watanzania wote ni mamisukule tu, majinga ambayo hayaoni hizi dosari. Sasa dosari hizi zote lazima tuzungumze kwamba tunahitaji mabadiliko haya. Kwa hivyo mikutano hii ina lengo la kuelimisha, lakini ina lengo la kusababisha sasa Watanzania tuzungumze hayo mabadiliko tunayoyataka. Na serikali ni muhimu isikilize. Serikali, rais ni muhimu asikilize. Hii ni sauti ya wengi, sio sauti ya wanachadema peke yao. Hii ni sauti ya Watanzania wengi, na serikali inajua maneno haya, inafahamu kilio. Kwa hivyo tunahitaji tufike sasa hicho kiwango cha kuyazungumza ni mabadiliko gani tunayoyataka, zaidi ya kuimba hii swaga tu, no reforms no election. Tuyaseme sasa reforms, mabadiliko hapa. Lakini pia niwaombe ndugu wanahabari kwamba tutakapokuwa huko field, hebu kupitia media houses zenu, vyombo vyenu, tengenezeni compendium ambayo itakuwa imekusanya sauti za watu. Iwe imekusanya sauti za watu za uhalisi, ili tuweze kuiambia na kuionyesha serikali kwamba hiki ndicho wananchi wanachokitaka, wanachokitarajia. Kwa sababu
uzoefu wa chaguzi wa 2019, 2020, wa 2024 Watanzania wanauzungumza. Sasa tunaweza kuwa na serikali ambayo imeweka pamba masikioni, halafu inaamini kabisa kwamba mambo ni sawa tu, wanaimba tu mapambio ya kusifiana na ngonjera na hizo project za kumremba mama na kumsifia mama, lakini kuna sauti ya Watanzania huku iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2024. Sasa tengenezeni compendiums, unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema, wanavyozungumza, ili serikali ione na tuhabarishane. Lengo letu ni nini? Lengo letu tunatamani yafanyike mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika, zilizo za haki, zilizo za wazi. Ukiwa na dosari kwenye uchaguzi, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku kuamua tu kwa hasira kuchukua hatua ambazo zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa taifa. Hii ni kelele ya uponyaji, ya tahadhari. Ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama Watanzania ambao tunapenda taifa hili, hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo tunaieleza serikali wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema. Sio kwa faida ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili. Mabadiliko yatakayofanyika, na ninaamini serikali itasikiliza. Ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao waajabu sana. Pengine tuwatafutie classification yao ya aina ya wanadamu wa tofauti sana, kwa sababu mazingira na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari kubwa sana. Na nidokeze kwa uchache kwamba siku ya mkutano wetu wa tarehe 23, pamoja na mambo mengine, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini kuwapokea wanachama wapya, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa, kuendelea kuwaingiza wanachama. Kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia kuwapokea waliokuwa wanachama wetu zamani, sasa wanarejea tena. Sasa tutawaona hao waliokuwa wanachama wetu. Wengine walikuwa wanachama waandamizi sana. Kwa hiyo siku ya tarehe 23 pale Mbeya mjini tutakuwa tunawapokea na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa baada ya tarehe 23 kama nilivyosema, tutakuwa na timu mbili. Timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mikoa ya kanda ya Nyasa, kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Na mkutano wa mwisho utawakutanisha tena viongozi wakuu, mkutano wa tarehe 29. Tunaanza tarehe 23, alafu viongozi watagawanyika. Mmoja atakwenda jimbo hili, mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili, alafu wote tutakutana Iringa mjini tarehe 29, kwa maana timu ya mwenyekiti Heche na timu ya makamu mwenyekiti Heche na timu ya mwenyekiti Mheshimiwa Lissu itakutana Iringa mjini. Hapo ni shughuli nyingine tena ya kuhitimisha